Sasa leo kitu ambacho tumenufaika hapa ni kuelewa nafasi ya tatizo letu, na ushauri mliotupatia ndio ambao mimi naenda kushughulika nao. Hivi ninachoahidi na maanisha naenda kukifanya. Nitawasimamia mpaka pale ambapo tutasema nguvu zangu zimeisha, ambazo hiyo ndio ilikuwa ahadi yangu niliyotoa kwa Mheshimiwa Rais. Nitamsaidia Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi sitawaacha. Mheshimiwa mbunge, sitakuacha. Mheshimiwa James Ole Milla kokote aliko, sitakuacha. Tutashirikiana katika hatua zote tupate suluhu, turudi hapa tulete majibu. Jibu kubwa sisi tunataka sisi hapa ni malisho. Basi. Malisho tu. Mambo yamekwenda, yamerudi, yamekataa, hii yote ni utaratibu. Lakini mwishoni tupate nini? Malisho. Tunahitaji ardhi yetu irudi mikononi mwetu. Full stop. Sasa tuachieni. Nilianzisha mimi na ndamuomba Mheshimiwa mbunge wa Simanjiro twende ofisini tuitie mwekezaji. Nikuambie kwa dhati ya moyo wangu, ni ardhi ya Watanzania hususan wanamonduli na wanasimanjiro irudi mikononi mwao na si vinginevyo. Na hilo najua unaliweza, na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan amesema anapoondoka 30 hataki kuwaachia Watanzania magorofa, anataka kuwaachia tabasamu. Na tabasamu atakaloachia wana hawa wa Monduli na Simanjiro ni ardhi yao iliyotaliwa na mwekezaji ambaye ameuziwa tena bila kufuata taratibu. Mheshimiwa mbunge wangu wa jimbo la Monduli, tunakushukuru kwa sababu unatutendea mwema. Kuanzia tulipoanza migogoro hii hatujawahi kufika hatua hizi, lakini ulipoingia tu kwenye ubunge wa jimbo la Monduli, sisi kama kijiji cha Oldonyo tumepata imani na tuna imani na nyewe viongozi wetu wote wa wilaya ya Monduli. Lakini naye amekubali, yani kama mazungumzo unazoziomba, amekubali kijiji cha Oloibonsoi na rejesha na wapa ekari 1,500. Tumepewa kijiji chetu cha Oloibonsoi kwanza kukotoa ekari 1,778.7. Document iko hapo. Kipande hicho cha ardhi, wataalamu wa halmashauri hii na document zipo zinastahili ziletwe hapa. Shamba hili lilitolewa na Emboret ambaye ndio kijiji mama. Lilitoa ekari 2,000. Lakini wale watu wakabadilishwa katika hekta 2,000. Pale wakaiba ekari 3,000. Ikawa ekari 5,000. Lakini baadaye tena wakajiongezea ekari 3,500 ambayo ndio hizo ambazo zimekuja zikaingilia mpaka Monduli. Basi kwa sababu umefika mahali hapa, naomba ukishatutibu sisi wa Oldonyo, ututembelee, utuzuru pale Mirongoine, ushuke uende Mfereji, ushuke uende Ngaruka, uende Selela, alafu umalizie Babati. Tutakuwa wana Monduli tumepona na tutaendelea kutabasamu na miradi mingi tunayoletewa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na kuendelea kuzalisha, na wilaya yetu itaenda kusonga mbele.